Nasoma kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Neno la Mungu nasema hivi: kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari. Peresi akamzaa Esrom, Esrom akamzaa Aram, Aram akamzaa Aminadabu, Aminadabu akamzaa Nashoni, Nashoni akamzaa Solomoni, Solomoni akamzaa Boazi kwa Rahabu, Boazi akamzaa Obedi kwa Rutu, Obedi akamzaa Yese, Yese akamzaa mfalme Daudi. Neema na iwe kwako na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ninataka kuhubiri leo kwa habari ya Tamari, huyu mwanamke, na Ruthu na Rahabu pia, kwa sababu wana wa Israeli walipokuwa wakitoka katika nchi ya Misri baada ya lile pigo la Pasaka, walipokombolewa kwa damu ya Pasaka kutoka kule Misri, hawakuwa wana wa Israeli peke yao, hawakuwa wale wana wa Ibrahimu kwa jinsi ya mwili peke yao. Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 37-38 kwamba kulikuwepo na watu wengine wa Misri, kundi kubwa la watu wa Misri, ambao hawa walilala chini ya nyumba zile ambazo milango yao imepakwa damu ya Pasaka, na wao walilala humo. Watu wale waliokuwa pamoja na wana wa Israeli pamoja walikuwa ni wa Misri, lakini wakaingia katika nyumba iliyopakwa damu ya Pasaka, nao wakaokolewa. Hawa hawakubaki Misri. Hawa waliondoka na wana wa Ibrahimu, hawa waliondoka na Israeli kwenda katika nchi ya Kanani, sawasawa na ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu, kwa Isaka na kwa Yakobo. Lakini angalia neno la Mungu linavyoandikwa. Hawa wa Misri waliokombolewa kwa damu ya Pasaka pamoja na wana wa Ibrahimu kwa jinsi ya mwili, walipokwisha kukombolewa hawakuitwa tena wa Misri, wala jina lao hili wa Misri halikujulikana. Maandiko matakatifu yanasema watu hawa wote wakaitwa wa Israeli. Kwa hiyo kila walipoenda waliitwa wana wa Israeli, lakini ndani ya wana wa Israeli hawakuwa wa Israeli tu wale waliozaliwa kwa Ibrahimu kwa jinsi ya mwili. Walikuwepo na watu wengine wa Misri waliookombolewa kwa neema kwa damu ya yule Pasaka. Hawa nao wakaitwa wa Israeli. Wote waliitwa kwa jina moja, wa Israeli. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa wamekombolewa kwa damu ya Pasaka. Kwa hiyo hawa ni wana wa Ibrahimu. Hawa nao ni wana wa Ibrahimu kwa njia ya imani katika damu ya yule Pasaka. Hawa nao wakajulikana ni wa Israeli, hawakuitwa tena wa Misri. Neno hili ni unabii kuonyesha kwamba zamani zijazo, kwa sababu tunajua yule Pasaka ni kivuli, sura yenyewe ni Kristo, kama anavyosema Mtume Paulo katika kitabu cha Wakorinto. Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Kwa hiyo huu ulikuwa ni unabii kuonyesha zamani zijazo, yani zamani zetu hizi za Yesu Kristo, kutakuwako na wana wa Ibrahimu waliopatikana sio kwa jinsi ya mwili, bali kwa jinsi ya roho, kwa damu ya Yesu Kristo ambaye ndiye Pasaka wa Mungu. Hawa nao wataitwa wa Israeli, yani Israeli wa roho. Hawa nao wataitwa wana wa Ibrahimu, kama alivyomwahidi Mungu
kwamba yeye ni baba wa mataifa kwa njia ya imani kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo hii ndiyo sababu Wamisri wale hawakuitwa tena Wamisri, waliitwa Waisraeli kwa sababu wamekombolewa kwa damu ya Pasaka. Tazama kizazi hiki cha Yesu Kristo. Kizazi hiki cha Yesu Kristo, nasema hiki ni kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Alafu anaanza kusema Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Alafu anakuja kutaja uzao wa Yuda, anamzaa Peresi na Zera kwa Tamari. Huyu Tamari siyo Myahudi kwa jinsi ya mwili. Huyu hakuwa uzao wa Ibrahimu kwa jinsi ya mwili. Huyu anatoka kabila lingine nje na uzao wa Ibrahimu. Lakini Mathayo mtakatifu anaorozeshwa Tamari kama ni ukoo wa Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu kwa Tamari ndiko alikotoka Yesu Kristo. Huyu ni bibi harusi aliyeposwa kwa damu nje na uzao wa Ibrahimu kwa jinsi ya mwili. Sasa kwa kuwa yeye ingawa alikuwa Mkanani, ingawa alikuwa katika kabila lingine nje kabisa na Ibrahimu, lakini kwa kuipokea damu ile ya Yesu Kristo, sasa anaitwa Mkristo, anaitwa Israeli wa roho. Katika wale wa Israeli huwezi kuacha kumtaja Tamari kwa sababu na yeye ni Mwisraeli, lakini sio kwa jinsi ya mwili, bali kwa jinsi ya roho, kwa damu ya Pasaka. Yeye anaitwa Tamari, ni ukoo wa Yesu Kristo, Israeli wa roho, Mkristo, mwana wa Mungu. Lakini yeye hakutoka kwa Ibrahimu kwa jinsi ya mwili, wala hakutoka kwa Isaka kwa jinsi ya mwili, wala hakutoka kwa Yakobo ndiye Israeli kwa jinsi ya mwili, bali huyu aliyepatikana na akaitwa Mwisraeli wa roho kwa jinsi ya imani, kwa jinsi ya roho katika damu ya Yesu Kristo. Na kwa huyu ndiko alikozaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kuna mwanamke mwingine hapa anatajwa, Rahabu. Huyu Rahabu siyo Myahudi, siyo Mwebrania, siyo mwana wa Ibrahimu kwa jinsi ya mwili, siyo mwana wa Isaka na Yakobo kwa jinsi ya mwili. Ni kabila lingine kabisa nje na Ibrahimu, lakini anaitwa naye ni ndani ya uzao wa Ibrahimu. Huyu Rahabu ametoka Yeriko, katika ufalme wa Yeriko. Ufalme wa Yeriko ulipokuwa umeangamizwa na wana wa Israeli, huyu alipata neema kwa kupewa kamba nyekundu, kwa kuwa aliwakaribisha wajumbe wa wana wa Mungu, akapata neema. Kamba nyekundu inamaanisha damu ya Yesu Kristo. Kwa damu hiyo akaokolewa, akajiunga pamoja na wana wa Mungu wa Israeli. Hakuitwa tena Myeriko na kundi lake lote lililookolewa katika nyumba yake. Hakuitwa tena Myeriko, hawakuitwa hawa ni wa Yeriko. Biblia inawataja hawa ni wa Israeli. Ingawa hakuzaliwa kwa Ibrahimu, ingawa hawakuzaliwa kwa Yakobo kwa jinsi ya mwili, lakini wamekuwa wa Israeli, Israeli wa roho, waliopatikana kwa damu ya Yesu Kristo. Hakuitwa tena watu wa Yeriko, waliitwa wa Israeli, wana wa Ibrahimu. Kuna mwanamke mwingine hapa anatajwa, Rutu. Huyu Rutu naye sio Myahudi kwa jinsi ya mwili. Huyu naye sio mwana wa Ibrahimu kwa jinsi ya mwili,
sio mwana wa Yakobo Israeli kwa jinsi ya mwili, bali huyu ni Mwisraeli kwa jinsi ya roho, kwa kuwa dini. Huyu Lutu hatokani na Wayahudi, bali huyu ni Mmoabu, nje kabisa, kabila lingine kabisa, ni Mmoabu huyu, lakini anapata neema ya kuitwa Mwisraeli kwa kupokea ile damu ya Kristo. Sasa kwa damu hiyo amepata neema. Sasa haitwi tena Mmoabu, anaitwa Mwisraeli, na kwa huyu ndiko uzao Yesu Kristo alikozaliwa. Kwa hiyo ukitazama, Yesu Kristo amezaliwa kwa wanawake watatu ambao hawa si Waisraeli kwa jinsi ya mwili. Tamari ndio kwa uzao wa Yesu Kristo ulikotoka, sio Myahudi kwa jinsi ya mwili. Rahab ndiko alikotoka Yesu Kristo, sio Myahudi kwa jinsi ya mwili. Lutu sio Myahudi kwa jinsi ya mwili. Huko ndiko alikotoka Bwana wetu Yesu Kristo. Nini maana yake? Wanawake hawa watatu, maana yake ni hii: hili ni kanisa ambalo Mungu atalipata kutoka ulimwenguni nje na uzao wa Ibrahimu kwa jinsi ya mwili. Hawa watakaookolewa kwa damu ya Yesu Kristo, hawa wataitwa Israeli wa roho. Hawa hawataitwa watu wa mataifa, hawa hawataitwa watu wa ulimwengu tena, wataitwa wana wa Ibrahimu, wana wa Israeli kwa jinsi ya mwili katika damu ya Yesu Kristo. Hili ni kanisa kutoka ulimwenguni, kutoka makabila mengine ya duniani. Kwa kuwa ni watatu kusema kwamba jambo hilo limethibitika, palipo na mashahidi wawili au watatu, jambo lithibitike kuwa kweli. Hili ni kanisa kutoka ulimwenguni, makabila mengine ya ulimwengu, na kwa sababu hiyo sasa Ibrahimu anakamilika, anaitwa baba wa mataifa mengi, kwa sababu amewapata watoto kutoka ulimwenguni kwa njia ya imani kwa Yesu Kristo. Hawa nao wanaitwa wana wa Ibrahimu, wana wa Israeli, Israeli wa roho. Ndiyo sisi watu wa mataifa. Bwana wetu Yesu Kristo anasema hivi: na kondoo wengine ninao, sio wa zizi hili. Anawaambia Wayahudi, anawaambia wanafunzi wale waliookolewa kwa damu yake, waliomwamini. Hao Wayahudi kwa jinsi ya mwili anawaambia, ninao kondoo wengine, lakini kondoo hao sio wa zizi hili. Kwamba hawa Wayahudi kwa jinsi ya mwili sio wa zizi hili, liko zizi lingine, hao nao nitawaleta pamoja, mtakuwa pamoja chini ya Bwana mmoja na Mungu mmoja. Hili zizi lingine ndio watu wa mataifa. Hawa nao wataunganishwa katika watu wa Mungu, watasali pamoja, kanisa takatifu la Mungu. Wote tunaitwa Waisraeli wa roho, yani wa Kristo. Neno hili lilikwisha kutabiriwa tangu zamani kwamba kutakuwako na watakatifu watakaotoka nje ya kabila la Wayahudi, lakini hawa watakombolewa kwa damu ya Kristo. Kutakuwako na kanisa watakaoitwa Wakristo, wana wa Ibrahimu, kutoka nje na uzao wa jinsi ya mwili wa Ibrahimu. Hawa nao ni wana wa Ibrahimu. Ndiyo maana unaona hawa wanawake watatu, Tamari, Rahabu, Rutu, hawa wote ni wanawake kutoka nje ya Wayahudi. Hawakutokana na uzao wa Ibrahimu, lakini wanaitwa ukoo wa Yesu Kristo. Katika kutaja ukoo wa Yesu Kristo, hawa wanawake watatu wanatajwa, na wao ni ukoo wa Yesu Kristo. Hii ni neema tuliopewa watu wa mataifa, kwamba watu wa mataifa wajue wamefanywa kuwa wana wa Ibrahimu, wamefanywa kuwa Waisraeli, lakini sio kwa jinsi ya mwili, bali kwa jinsi ya roho. Tumekuwa na baba Ibrahimu, Israeli, kama lile neno linalosema
katika kitabu cha Warumi sura ya 9 mstari wa 6 anasema, tusome mara moja. Warumi 9 mstari wa 6 anasema, si kana kwamba neno la Mungu limetanguka, maana hawawi wote wa Israeli walio wa uzao wa Israeli, wala hawawi wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu, bali katika Isaka wazao wako wataitwa. Yaani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu, bali watoto wa ile ahadi wanahesabiwa kuwa uzao. Kwa maana neno la ahadi ni hili, panapo wakati huu nitakuja, na Sara atakuwa na mwana. Wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye akiisha kuchukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu. Anasema kwa habari ya ahadi, anasema kwa habari ya imani. Sio wale waliozaliwa kwa Yakobo, kwa Israeli, wote waliozaliwa kwa jinsi ya mwili ndio hao wana wa Mungu. Biblia inasema hapana. Ingawa wamezaliwa kwa Israeli, kwa Yakobo, lakini kuna watu Mungu anawatambua hawa sio wana wa Mungu, hawa sio wana wa Ibrahimu, ingawa wamezaliwa kwa Israeli. Sio wote waliozaliwa kwa Yakobo ndio wana wa Israeli. Sio wote waliozaliwa kwa Ibrahimu ndio uzao wa Ibrahimu, au ndio wana wa Ibrahimu, au ndio wana wa Mungu. Hapana, bali wale wa imani, wale wa ahadi kwa Isaka. Kwa hiyo Wayahudi wale wasijivune kuzaliwa kwa Ibrahimu kwa jinsi ya mwili, wakajua sasa ndio wana wa Mungu. Hapana, wana wa Mungu ni wale wa imani. Wanaweza wakazaliwa kwa Yakobo, kwa Ibrahimu kwa jinsi ya mwili, lakini Mungu asiwatambue kama hawa ni wana wa Mungu, kama hawakumwamini Yesu Kristo. Kama hawakumwamini Yesu Kristo, wao ingawa ijapokuwa ni Wayahudi, lakini Mungu hawatambui kama hawa ni wana wa Ibrahimu, wala hawawezi kuhesabiwa haki kuitwa wana wa Mungu kwa sababu hawakumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo wale waliomwamini Yesu Kristo, hawa ndio wanapata haki ya kuitwa hawa ni Waisraeli, si wa jinsi ya mwili, bali kwa jinsi ya roho ni Waisraeli wa roho, ndio wana wa Mungu waliompokea Yesu Kristo na kuamini katika damu yake. Hawa ndio wana wa Israeli, hawa ndio wana wa Ibrahimu, hawa ndio wana wa Mungu kwa imani. Kama vile Wamisri wale waliokombolewa kwa damu ya Pasaka hawakuitwa tena Wamisri, wakaitwa Waisraeli pamoja na kundi la Israeli. Kama vile Rutu, Rahab na Tamari hawakuitwa tena watu wa mataifa, makabila mengine, wakaitwa Waisraeli kwa sababu ya imani kwa Yesu Kristo. Ndivyo ilivyo kwetu sisi leo. Ibrahimu amejipatia watoto wengi ulimwenguni, sio wote waliozaliwa kwa jinsi ya mwili, bali wale kwa jinsi ya roho, kwa Yesu Kristo katika damu yake. Hawa ni wana wa Ibrahimu, hawa ndio wana wa Mungu. Ndio maana anasema sio wote waliozaliwa kwa Israeli ndio wana wa Mungu au ndio wana wa Israeli. Watakataliwa kama hawakumwamini Yesu Kristo. Angalia neno la Mungu linavyosema katika Wagalatia 3 mstari wa 7 unasema, nanyi mfahamu kuwa wale walio wa imani ndio wana wa Ibrahimu. Wale walio wa imani peke yao, imani kwa Yesu Kristo, hao ndio wana wa Ibrahimu, hao ndio wana wa Israeli, hao ndio Israeli wa roho, yani Wakristo wa kweli walio wa imani ya Ibrahimu. Na imani ya Ibrahimu iko kwa nani? Iko kwa Isaka, kwa Yesu Kristo. Imani ya Ibrahimu ni kwa Yesu Kristo. Wale walio wa Yesu Kristo, walio wa imani katika Yesu Kristo, hao ndio uzao wa Ibrahimu na hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio Israeli wa roho, sio Israeli wa jinsi ya mwili.
Kwa hiyo Israeli wale, Wayahudi wale, wasijivune kwa kuitwa wao ni Wayahudi kwa jinsi ya mwili. Hapana, wajivune kuwa wao ni Wayahudi wa Israeli kama wanamwamini Yesu Kristo. Maana Mungu amejipatia zizi lingine kutoka nje ya Israeli, na wao wameitwa Waisraeli kwa Yesu Kristo. Ukisoma Wagalatia 3 hiyo mstari wa 29, tusome mara moja. Wagalatia 3 mstari tuanzie wa 26, unasema hivi: kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo, katika Kristo Yesu. Ulimwengu wote wanaitwa wana wa Mungu kama wakimwamini Yesu Kristo katika damu yake. Ninyi mmekuwa wana wa Mungu si kwa sababu nyingine, bali kwa sababu mnamwamini Yesu Kristo, ndio mnaitwa wana wa Mungu. Wamisri wale wanaitwa wana wa Mungu, taifa la Mungu, Israeli wa roho, si kwa sababu ya jinsi ya mwili wamezaliwa kwa Ibrahimu, hapana, bali kwa sababu ya yule damu ya Pasaka. Tamari, Rahab, Rutu wanapatwa kuitwa Waisraeli wana wa Mungu kwa sababu ya damu ya Pasaka, kwa sababu ya yule neema Yesu Kristo. Leo neno hilo hilo linasema kwetu, ninyi mmekuwa wana wa Mungu kwa Yesu Kristo kwa njia ya imani katika damu yake. Tunaitwa Israeli wa roho, yani Wakristo wana wa Mungu. Mataifa yamepata neema ya kuitwa wana wa Mungu, sio Wayahudi wale peke yake, bali Wayahudi wale pamoja na sisi kwa Yesu Kristo, wote ni wana wa Mungu. Kwa kuwa tuliumbwa na huyo mmoja, sasa tumeunganishwa tumwabudu Mungu mmoja kwa Yesu Kristo, wote ni wana wa Mungu. Lakini mstari wa 29 anasema hivi: na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warisi sawasawa na ahadi. Mwanafunzi wa Yesu Kristo, Biblia inasema kama wewe ni Mkristo kweli katika imani, katika damu yake, basi wewe ndiyo mwana wa Ibrahimu, wewe ndio uzao wa Ibrahimu, wewe ndio uzao wa Israeli, wewe ndiye Mwisraeli wa roho, wewe ndiye mwana wa Mungu. Shuhudia wakati wote kwa kuwa unampenda Yesu Kristo. Kama unajua unampenda Yesu Kristo, basi ujue wewe ni mwana wa Ibrahimu, wewe ndiye Israeli wa roho, wewe ndiye mwana wa Mungu, kama unamwamini Yesu Kristo katika damu yake, sio katika fedha. Kwa sababu Biblia inasema katika Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 12, wote waliompokea Yesu Kristo hawa walifanyika, aliwafanya kuwa wana wa Mungu. Wote waliompokea Yesu Kristo, wote waliomwamini Yesu Kristo, wanaoitegemea na kuipenda damu ya Yesu Kristo, kama Rahabu alipopewa kamba nyekundu akaitegemea hiyo, akaitunza hiyo mpaka siku ya hukumu, Yeriko inakuja kuangamizwa, amekutwa ana hiyo kamba nyekundu. Hawa wanaoitegemea damu ya Yesu Kristo kama Rahabu, hawa wote wanaitwa ndio wana wa Mungu, ndio watakaourithi uzima wa milele. Rahabu alipewa kamba nyekundu, akaambiwa aitunze hiyo mpaka siku ya hukumu watakapokuja kuiangamiza Yeriko. Hakuwa na kitu kingine. Wote walioingia katika ile nyumba yenye kamba nyekundu ya Rahabu hawakuitwa tena makahaba. Rahabu alikuwa kahaba, hakuitwa tena kahaba, aliitwa mwana wa Mungu. Haijalishi una dhambi kiasi gani, kama ukiwa na hii damu ya Yesu Kristo, huitwi tena kahaba, huitwi tena mzinzi, huitwi tena msherati, hautaitwa tena mchawi, mganga, kwa sababu una damu ya Yesu Kristo. Wewe tangu wakati huo unaitwa mwana wa Mungu, na maisha yako yote yamegeuka, yamebadilika. Sasa wewe ni mwana wa Mungu katika matendo mema ya upendo. Tulikuwa wenye dhambi wote,
tulikuwa katika hali tabia ya uchafu wote, lakini tumeishika damu ya Yesu Kristo. Maisha yetu yamekwisha kubadilika. Sasa hatuishi tena katika matendo ya giza, tunaishi katika matendo ya nuru, vazi jeupe, matendo mema, upendo kwa ndugu zetu. Hii ndiyo tabia ya Mungu wetu. Rahabu, ingawa alijulikana ni kahaba, alipoikamata kamba nyekundu akaitwa Mwisraeli, mwana wa Ibrahimu, mwana wa Mungu, na kwa yeye ndiko alikotoka Bwana wetu Yesu Kristo. Haijalishi wewe ni kahaba, mzinzi kiasi gani, haijalishi umeua, umefanya dhambi nyingi kiasi gani, badilika, tubu, igeukie damu ya Yesu Kristo ili uitwe mwana wa Mungu. Geuka tu. Kama ukiamini damu ya Yesu Kristo, wewe ni mtakatifu, na kuanzia hapo utaanza kuishi kwa matendo mema, utaishi maisha matakatifu. Giza litakuwa limetoweka, uchafu utakuwa umetoweka. Sasa utakuwa mwana wa Mungu kwa tabia njema, katika matendo mema, kwa sababu Mungu ni upendo na wewe umezaliwa kwa yeye aliye upendo. Sasa utakuwa upendo kwa ndugu, kwa jamaa, kwa adui pia. Hii ndiyo faida ya kuitwa Mkristo. Kuitwa Mkristo sio tu kuitwa Mkristo. Kuitwa Mkristo ni pamoja na tabia ya Mungu ionekane kwetu. Kama tabia ya Mungu haionekani kwetu, wewe bado ni mwana wa majoka. Unaitwa Mkristo ndio, lakini kama unaitwa Mkristo, basi tuone tabia ya Yesu Kristo ndani yako ikitoka kwenda kwa wengine. Upendo kwa wengine. Rahabu alikuwa kahaba, alikuwa mwenye dhambi. Alipompokea Yesu Kristo, maisha yake yakabadilika. Hakuwa tena kahaba, bali akawa mcha Mungu, mtakatifu, mwenye haki, mwana wa Mungu. Kristo akazaliwa kwake. Upende Kristo azaliwe kwako. Watu watakapokutazama katika tabia njema, katika upendo mtakatifu, wajue wewe ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Acha dhambi, mpende Kristo, penda upendo, ndiye Mungu mwenyewe. Siku zote jitahidi kuishi kwa upendo na watu wengine. Acha fitina. Moyo wa fitina hautoki kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Moyo wa chuki hautoki kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lazima ujue, kama unamchukia mwingine, ujue wewe huna Kristo, ila shetani ndio anaongoza maisha yako. Kama una hila, usengenyaji, unacheka wengine, ujue sio Kristo ndiye anayekufanya ucheke wengine, bali ni shetani ibilisi ndiye anayekufanya ucheke na kuwadhihaki wengine. Unafurahia wengine wanapoanguka, unafurahia wengine wanapofilisika, wanapoumwa, wanapoteseka, unafurahia. Ujue wewe ni mwana wa majoka, haujabadilika. Hata kama unaitwa Mkristo, haujabadilika. Unatesa wengine, husaidii wengine, husaidii masikini. Hila, unapomwona mtu mwingine anafanikiwa, anaelekea, wewe una hila, choyo, wivu, masengenyo, ujue roho anayekaa ndani yako siyo Kristo, kwa sababu Kristo ni upendo. Na wewe hiyo roho siyo ya Kristo, bali huyo ndiye ibilisi, shetani, baba yako, mkuu wa dhambi, laana na mauti, anaishi ndani kwako. Kwa hiyo kujijua wewe ni mtu wa Mungu au ni mtu mchafu wa kuzimu, mwana wa majoka, ni rahisi sana. Angalia moyo wako, unafurahia nini? Kama ni mtu wa vita na visasi, hauna Kristo. Kama ni mtu wa hila, choyo, wivu, kuwaonea wivu wengine, unafurahia wengine wanapoteseka, huna upendo kwa wengine, hii kuonyesha wewe bado ni mwana wa majoka. Badilika. Ni rahisi tu kujijua. Nitajijuaje kama ni mwana wa Mungu? Angalia upendo, tabia ya Mungu wetu inaishi ndani kwako. Je, imekuwa faida kwa wengine? Huna hata nafasi kuwaombea wengine, huna hata nafasi kumwombea hata huyo adui unayehisi adui yako. Mungu amesema anayekuchukia umwombee, anayekulani umbariki. Umefanya hivyo? Je, huo moyo upo? Kama haupo, bado ni mwana wa majoka.
Rahab alipobadilika kuacha ukahaba, hakurudi kwenye ukahaba. Basi ujue tumepata neema sisi watu wa mataifa kuitwa wana wa Mungu kwa Ibrahimu, kwa Isaka, kwa Yesu Kristo, kwa njia ya imani katika damu yake. Sasa tunaitwa Israeli wa roho. Mungu amejipatia watoto ulimwenguni kote kwa Yesu Kristo. Ibrahimu anaitwa baba wa mataifa, baba wa mataifa yote ulimwenguni, si kwa jinsi ya mwili bali kwa jinsi ya roho kwa Yesu Kristo. Neno hili linasema hivi, tusome mara moja. Mstari wa 26 wa Galatia 3. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo, katika Kristo Yesu. Mstari wa 29 anasema, na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warisi sawasawa na ahadi. Hii mistari miwili inakuhakikisha wewe kuwa ni mwana wa Mungu. Kwa kuwa ninyi ni wana wa Mungu, kama kweli ni mwana wa Mungu, basi ujue ni kwa sababu ya Yesu Kristo uliyemwamini katika damu yake. Na ikiwa wewe ni Mkristo kweli katika damu yake Yesu Kristo, basi ujue wewe ndiye mwana wa Ibrahimu, wewe ndiye Israeli wa roho, Mkristo mtakatifu. Wote waliompokea Yesu Kristo aliwafanya kuwa wana wa Mungu. Twende mbinguni. Twende mbinguni. Hii ndiyo neema tuliopewa. Ni neema waliopewa wa Misri, wale waliotoka na Waisraeli kuwa pamoja, wakaitwa wote wa Israeli. Hawakutenganishwa. Hawakusema hawa wa Misri wakae huku na sisi Wayahudi kwa jinsi ya mwili tukae huku. Haikuwa hivyo. Wote walikuwa kundi moja, wote waliongozwa na roho mmoja wa Mungu, wote walivuka bahari ya Shamu, wote wakaitwa wana wa Israeli. Hapakuwa na makundi mawili, bali hawa wana wa Israeli walionunuliwa kwa damu ya Pasaka kutoka Misri. Misri inawakilisha ulimwengu wa dhambi, laana na mauti, watu wasio na Kristo. Huko nako wamepata neema ya kuitwa wana wa Mungu kwa damu ya Pasaka. Misri anawakilisha ulimwengu huu. Kwa hiyo ulimwengu huu ni unabii umetimia. Watu wa dunia hii watapata neema kuitwa wana wa Mungu, Israeli wa roho, kuitwa wa Kristo kwa damu ya Pasaka Yesu Kristo. Sasa tunaelekea mbinguni kama Wamisri wale walipopata neema kuwa katika kundi moja na wana wa Mungu, wakaitwa wote wana wa Mungu, wakaelekea nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi. Sasa sisi tumepata neema hiyo hiyo. Ulimwengu umepata neema hiyo hiyo kwa damu ya Pasaka yule yule. Tunaitwa wana wa Mungu, wana wa Ibrahimu. Sasa tunaelekea katika nchi ya ahadi, mbinguni kwa Baba. Neema na iwe kwako, na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.